Katika kipindi hiki cha kuelekea dirisha dogo la usajili, tetesi na gumzo kuhusu wachezaji wanaotajwa kujiunga na vigogo wa soka barani Afrika vimekuwa gumzo haswa na kubamba vichwa vya habari katika vijio mbalimbali vya soka. Klabu ya Young Africans, mabingwa wa kihistoria wa Tanzania, imeendelea kuwapa mashabiki wake matumaini makubwa baada ya rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said kuvunja ukimya kuhusu mipango yao ya usajili katika kipindi hiki ambacho timu zipo mapumziko kupisha ratiba ya kalenda ya AFCON ambayo inaendelea kule nchini Morocco. Hali kadhalika ratiba ya NMB Mapinduzi Cup 2026 ambayo inaendelea kule visiwani Zanzibar, huku Young Africans pia ikiwa ni miongoni mwa timu ambazo zinashiriki mashindano hayo ya Mapinduzi. Baada ya tetesi za muda mrefu ndani ya Young Africans zikimhusisha kinda wa timu ya taifa ya Uganda, Allan Okello, rais wa Young Africans amesema wazi mapenzi yake kwa vipaji vya Uganda na kuwataja baadhi ya wachezaji anaowafuatilia kwa karibu. Amesema kwamba napenda wachezaji wengi wazuri kutoka Uganda ambao ni sehemu ya moyo wangu. Nampenda sana Allan Okello. Nimekuwa nikimfuatilia kwa muda mrefu sasa tangu anacheza pale Uganda kabla ya kuondoka kwenda kucheza nje na kurudi tena, alisema Engineer Hersi. Katika maelezo yake, rais huyo amefichua safari yake ya mwaka 2019 kwenda Uganda kwa lengo la mahsusi la kusaka vipaji. Alisema kwamba nilikuja Uganda 2019 kuangalia vijana wawili. Kwanza nilikuja kuangalia beki wa kushoto Mustafa Kiza, ni mchezaji wa kiwango cha juu sana. Pili, nilikuja kumwangalia Okello, ni mmoja ya wachezaji bora na wengine nampenda Okello na Bobos ni mchezaji mwenye kipaji, alifafanua Engineer Hersi. Kwa maneno hayo sasa aliyoyazungumza Engineer Hersi, ni dhahiri kuwa Young Africans haiko kwenye harakati tu za tetesi bali kwa maono ya dhati ya kuongeza ubora kikosi chake kwa wachezaji aliothibitisha uwezo wao. Rais wa klabu hiyo ameweka wazi kuwa Yanga haiwezi kusajili mchezaji mdogo, akisema kuwa kwa kutambua wajibu wao mbele ya wanachama na mashabiki wao, akisema kwamba watafanikiwa kuleta mchezaji wa kiwango cha juu wakimsajili kutokea katika nchi ya Uganda, ambayo yeye binafsi kwa mapenzi yake ameweza kudhihirisha kwamba ameangalia vipaji ambavyo ameridhika kuvisajili na kuleta taswira iliyo njema kwa upande wa Young Africans. Kauli hii imezidi kuchochea mvumo wa tetesi mitandaoni, huku mashabiki wakingoja kwa hamu kuona ni nani kati ya Okello au Mustafa Kiza au Bobos kutua Jangwani kujiunga na wananchi. Je, huu ndio mwanzo wa usajili mwingine wa kishindo kwa Young Africans au muda utaongea? Kupitia ukurasa wake wa Instagram, afisa habari wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe alishare video mjongeo kwa kishindo kwa dirisha dogo la usajili kwa upande wa Young Africans. Wananchi hawa tayari limeshafungwa, ikiwa na maana ya kwamba mikakati yote ya kuongeza nguvu kikosini imekamilika mapema kabla ya muda rasmi wa usajili kufungwa. Katika ujumbe wake, Kamwe alisema wazi kwamba dirisha dogo sio dirisha la mbwembwe, ni weka tuweke, hakuna kuchelewa. Alisisitiza kuwa uongozi wa klabu umeshughulikia kwa haraka ripoti ya benchi la ufundi ambayo ilionyesha maeneo machache yanayohitaji kuimarishwa na tayari hatua zimeshachukuliwa kwa ufanisi wa 100%. Katika maandalizi ya mechi kubwa inayowakabili Januari, Ally Kamwe alieleza kuwa wachezaji waliothibitishwa kujiunga na Young Africans kupitia usajili huu wataripoti mapema kambini ili kuungana na wenzao kwenye mazoezi na kuzoea mfumo wa timu. 100% jambo limekamilika. Kwa sasa Young Africans tayari wameshamtambulisha mchezaji mmoja, Emmanuel Samuel Mwanengo, wakimsajili nyota huyo kutokea katika klabu ya TRA United inayoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Hii ni Kasako Media. Subscribe channel ya Kasako Media ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani. Tufuatilie pia katika mitandao ya kijamii. Tufollow Instagram, Facebook, Twitter kwa kuandika Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.